Jahazi TV. Mgogoro unaoendelea kati ya Iran, Israel na Marekani umeingia katika hatua mpya ya mashambulizi makali, vifo vya wanajeshi na athari kubwa za kiusalama na uchumi katika maeneo ya Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Jeshi la ulinzi la Israel, IDF, limetangaza kuanzisha wimbi jipya la mashambulizi likilenga maeneo ya kijeshi ndani ya mji mkuu wa Iran, yaani Tehran. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi hilo, mashambulizi hayo yanalenga makao makuu ya vikosi vya usalama vinavyohusishwa na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC pamoja na mfumo wa ulinzi wa anga, maghala ya silaha. Israel imesisitiza kuwa itaendelea kuongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Iran. Kwa upande wake, Iran imelipiza kisasi kwa kurusha makombora yasiyo na rubani katika maeneo yenye maslahi ya Marekani na washirika wake katika ukanda wa Ghuba. Katika shambulio moja, kambi ya kijeshi ya Marekani katika Kuwait iligongwa na kusababisha vifo vya wanajeshi wa Marekani 6. Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa wanajeshi hao waliuawa baada ya mfumo wa ndege isiyo na rubani kupenya ulinzi wa anga na kulenga kituo cha amri. Wakati huo huo, tukio jingine limeibua taharuki baada ya meli ya kijeshi ya Iran, Iris Dena, kuzama karibu na pwani ya Sri Lanka. Inaripotiwa kuwa kulikuwa na watu wapatao 180 ndani ya meli hiyo, huku takriban watu 140 wakiripotiwa kutoweka. Jeshi la wanamaji la Sri Lanka limefanikiwa kuokoa baadhi ya mabaharia, lakini chanzo cha kuzama kwa meli hiyo bado haijathibitishwa. Baadhi ya wanasiasa na wapinzani wamehoji iwapo tukio hili linahusiana na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, ingawa hakuna ushahidi rasmi uliotolewa kuthibitisha tukio hili. Mashambulizi hayo yameathiri pia raia wa kawaida. Nchini Iran, mamia ya waombolezaji wamehudhuria mazishi ya wanafunzi na wafanyakazi waliouawa katika shambulio dhidi ya shule ya wasichana kusini mwa nchi hiyo. Maafisa wa Iran wamedai kuwa zaidi ya watu 160 waliuawa, ingawa takwimu hizo hazijathibitishwa huru. Marekani imesema inachunguza taarifa hizo, huku Israel ikikana kuhusika moja kwa moja na tukio hilo. Athari za vita hivi zimevuka mipaka ya Iran. Nchini Qatar, makombora yalirushwa kuelekea kambi ya Al Udeid, moja kati ya kambi kubwa za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, huku mfumo wa ulinzi wa anga ukifanikiwa kuzuia moja ya makombora hayo. Aidha, mamlaka ya Qatar zimeripoti kuwakamata watu 10 wanaoshtukiwa na majasusi wanaohusiana na IRGC. Nchini Saudi Arabia, wizara ya ulinzi imesema imefanikiwa kugundua makombora mawili ya kuangusha ndege zisizo na rubani bila kubainisha zilipotokea. Mataifa ya Ghuba sasa yanatafakari hatua za kuchukua, huku yakihofia kuvutwa moja kwa moja katika vita hivyo. Hali ya taharuki imeathiri pia uchumi wa dunia. Masoko ya Isa barani Asia yameyumba, huku Korea Kusini ikisitisha biashara kwa muda baada ya farihisi yake ya kopsi kushuka kwa zaidi ya 8%. Wachambuzi wanasema utegemezi mkubwa wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati unafanya Korea Kusini kuwa katika hatari zaidi iwapo mzozo utaendelea. Katika hatua nyingine za kidiplomasia, Uingereza na Uhispania zimeripotiwa kukataa ombi la Marekani la kutumia kambi zao za kijeshi kuendesha mashambulizi dhidi ya Iran. Wakati huo huo, Uingereza imeanza kuwahamisha baadhi ya raia wake kutoka Oman kutokana na hali ya usalama kuwa tete. Nje ya ukanda huo, Nigeria imesitisha safari za hija kwa Wakristo kwenda Israel, ikieleza wasiwasi wa kiusalama kufuatia ongezeko la mashambulizi katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Kadri mashambulizi yanavyoendelea, swali kubwa linabaki iwapo vita hivi vitaendelea kupanuka na kuhusisha washirika wakubwa wa kimataifa kama Urusi na China, au kama juhudi za kidiplomasia zitaweza kuzuia hali isigeuke kuwa vita kamili ya kikanda au hata kimataifa. Kwa sasa hali bado ni ya wasiwasi mkubwa, huku dunia ikifuatilia kwa ukaribu mwelekeo wa mgogoro huu utakaotikisa siasa, usalama na uchumi wa kimataifa. Mimi ni Zaitun Juma, hii ni Jahazi TV. Jahazi TV.